Na kutoka Busia sasa tuelekee hadi kaunti ya Trans Nzoia ambapo wazee wa jamii ya Bukusu katika kaunti hii wanataka tamaduni ya tohara ya kiasili ya jamii hiyo ambayo imeanza kudidimia kukumbatiwa tena, wakisema inatoa mwongozo na ustahili kuhusu mila kwa wavulana na kwa manufaa ya vizazi vya baadaye. Wakizungumza huko Kongoli, eneo bunge la Cherangani, ngariba hao pamoja na wazee wa jamii ya Bukusu walikusanyika kwa sherehe muhimu ya kuvitakasa visu maarufu chingembe vitakavyotumika msimu huu kuwapasha tohara vijana wa rika Omu Kikwa Meti. Tazama. Kwanza kitu ambayo tumekemea sana ama tunakataa, hatutaki mtoto aende atairiwe kwa hospitali. Kwa sababu gani? Kwa sababu watoto wenye wanatairiwa kwa hospitali ni watoto ambayo wamepoteza network, hawataki kutuletea wachukuu. Wanaenda kwa mama pima, anaishi huko, anakula ndizi makarango kidogo na anapotea ngia. Kile kitu imeharibu kabisa mahali hapo ni wanunuzi ambao wanakuja kununua. Kwa sababu kuna mtu amenunua shamba yake na hiyo picha yetu iko, yeye atakinga. Na akikinga hivyo, hata hiyo mambo tumewasilisha kwa gavana. Tumesema watu wenye kununua hiyo mashamba wanaenda kwa mtoni. Sasa akiuziwa kwa mtoni, wewe huwezi kupita na watoto hapo. Amezuia, ukimuuliza anasema hii shamba ni yangu. Sisi ndio tunaharibu watoto kwa sababu mzee ndiye anaambia mtoto mambo ya mila, sisi hatutaki. Mimi nimeenda kanisa na sitaki mambo ya mila hii hapa. Samani ndio walikuwa wanatairisha kwa sababu wanafanya mtoto awe shujaa, atoke kwa utotoni aingie kwa uzee. Na hapo ndio walikuwa wanaona kijana kama amepata kiwango cha kutairishwa, anatairishwa. Lakini saa hizi wanatairisha watoto wa miaka kidogo. Ndio unaona sasa saa hii hata wengi wanapishana ati pato wangali wanakaa, hatuwezi kuita jina ama nini. Hao watoto labda walitairisha kama angali mtoto, na saa hii ndio anakuwa mkubwa na ndio anafanya mila inatofautiana.